السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo tumekuja na mada adhimu, mada nzuri kabisa kwa wale watazamaji wetu wa channel yetu hii. Kama tulivyoelezana kwamba kuna faida nyingi tutakuwa tunapeana katika vipindi mbalimbali na darasa mbalimbali, na leo tumekuja na darasa la kuelezea mambo sita muhimu yanayopatikana katika usiku wa Lailatul Qadri. Mambo sita ya muhimu yanayopatikana katika usiku wa Lailatul Qadri. Kwa hiyo kaa vizuri, kaa hadhari uweze kusikiliza mambo hayo sita. Ni mambo gani ambayo yanapatikana katika usiku wa Lailatul Qadri? Kabla sijaeleza hayo mambo sita, tumeelezana katika darasa ambazo nyuma zimepita kwamba tupo ndani ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 ambalo ndo 10 bora kuliko 10 yote katika mwezi huu wa Ramadhani, 10 la mwisho, na ndo 10 ambalo hata Mtume alikuwa anatoka nyumbani kwake, maana alikuwa anaamsha familia yake, alikuwa na kesha katika 10 la mwisho. Katika miaka 9 ambayo Mtume alifunga Ramadhani, mwaka mmoja tu ndio Mtume hajawahi kukesha katika 10 la mwisho. Mwaka mmoja tu alikuwa hajakesha, lakini mwaka uliofuatia alikesha siku 20, maana alifibia huu mwaka alioacha kukesha. Alifanya hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiuliza kwa nini aliuacha ile mwaka mmoja kukesha, wallahu aalam, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua. Mimi sielewi kwa nini akukesha, na wala hakuna sehemu tumefundishwa kwamba akukesha kwa sababu kadha, hakuna. Kwa hiyo tumwachie Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo mwenye kujua kwa nini mwaka mmoja ule alikuwa hajakesha katika usiku huo. Sasa leo nataka nielezee mambo 6 ya muhimu yanayopatikana katika usiku wa Lailatul Qadri, ili kila mmoja yasikie, kila mmoja awe nayo na yeye aweze kuyafanya kazi, ili apate zile faida au yale 6 ambayo yaliomo katika usiku huu wa cheo. Jambo la kwanza kabisa katika yale 6 yanayopatikana katika usiku huu, ndio usiku ambayo Qur'ani imeteremshwa yote kwa pamoja, yani ule kwa ujumla wake, aya zote 6236 zimeteremshwa usiku mmoja, ndio usiku huu. Hili ni jambo la kwanza ambalo linapatikana katika usiku wa Lailatul Qadri. Kutoka Lauhul Mahfudh imekuja mpaka katika wingu wa dunia, ina maana Baitul Izza, pale imeshuka yote kwa ujumla wake usiku huu moja ambao ndio usiku huu wa Lailatul Qadri. Kwa jambo la kwanza linalopatikana katika usiku huu ni usiku ambayo Qur'ani yote kwa ujumla wake imeteremshwa katika usiku huo. Jambo la pili linalopatikana katika usiku huu wa Lailatul Qadri, yule mswahili atakayekuwa na swali katika usiku huo, mfano labda mtu akaanza mwezi 21, 23, 25, 27, 29 akayapata masiku haya, kwa sababu ukiyapata masiku haya ina maana ule usiku unakuwa na wewe tayari umeshaupata, hata kama hujaona alama zake, hujaona dalili zake, lakini midhali umekesha katika masiku haya unakuwa ule usiku tayari umeupata. Lakini kwa hiyo mtu mwenye kupata usiku huo, jambo la pili sasa, anakuwa mtu huyo anahesabiwa au amefanya ibada ya miaka 83, kwa sababu Mungu anasema usiku huo khairu min alfi shahr, kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000 maana yake ni miaka 83 na miezi 4. Ina maana jambo la pili linalopatikana katika usiku huu, mtu atakayeswali katika usiku huu, basi
Atakayepata usiku huu basi anakuwa mtu huyo ameupata usiku, ameupata ibada ya miaka 83. Fikiria katika umri wako, sidhani kama mimi na wewe tutafika miaka 83. Wewe Mungu mwenyewe tuwapende. Wengi tunaishia kwenye 60, 65, 70, lakini kufika 80 ni mtihani sana. Sasa mtu mwenye kupata usiku huu anakuwa amepata miaka 83 hiyo ya ibada. Hili ni jambo la pili katika yale 6 yanayopatikana katika usiku huu. Lakini jambo la tatu ni usiku ambao uliobarikiwa. Ina maana yeyote atakayesimama usiku huu anaingia katika baraka za Mwenyezi Mungu kwa sababu ni usiku uliobarikiwa. Na hii ni ushahidi katika surati Dukhan, Mungu aliposema kwamba tumeiteremsha hii Qur'an katika usiku lailatul mubarak, katika usiku uliobarikiwa. Kwa hiyo jambo la tatu kwamba usiku huu una baraka, bi maana atakayesimama atakuwa na yeye anapata baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili jambo la ngapi? Jambo la tatu. Jambo la 4, usiku huu samahani, usiku huu ndani yake wanateremka malaika, tena malaika wengi sana wanashuka katika usiku huu. Lakini sio peke yao, na Jibril alayhi salam naye anashuka katika usiku huu. Hashuki katika usiku mwingine wowote Jibril katika isipokuwa usiku huu. Kwa hiyo usiku huu jambo la 4 yaliyomo ndani yake Jibril alayhi salam na malaika wengine wote wanateremka katika usiku huu. Wateremka na rehma, wateremka na baraka. Ina maana watakayemkuta katika usiku huu amekaa akawa anafanya ibada zake, akawa anamshukuru Mwenyezi Mungu, anafanya tasbihi, anasoma Qur'ani, basi anaingia katika baraka na kuombewa dua na hawa malaika. Ndio maana katika usiku huu utapoomba dua, basi dua yako inakuwa rahisi sana kujibiwa kuliko masiku mengine yote, kwa sababu tayari imeshahudhuriwa na malaika ambao hawamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili jambo la 4 linapatikana katika usiku wa Lailatul Qadr. Lakini jambo la 5, usiku huu unakuwa ni usiku wa amani iliyotulia sana, yani amani ya hali ya juu, haipatikani isipokuwa katika usiku wa Lailatul Qadr. Ndio Mungu anasema katika usiku huo, salamun hiya hatta matla'il fajr, usiku ambao unakuwa na amani mpaka inapochomoza alfajiri. Kwa hiyo mwenye kuudiriki usiku huo basi anakuwa anapata amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mtu mwenye kusimama akawa anafanya ibada katika usiku huo, akawa anasoma Qur'an, kwa sababu usiku huu yani mtu atakayekwenda kutafuta, hakuna ibada maalum tulofundishwa kwamba akienda mtu kwenye kutafuta Lailatul Qadr labda kuna ibada fulani, hapana. Isipokuwa mwenyewe atachagua kwamba labda kama kusoma Qur'ani, kama kumsabihi Mwenyezi Mungu. Kitu ambacho tumefundishwa katika mkesha huu au katika kutafuta ni kitu kimoja tu, ni dua ambayo Mtume alimfundisha mke wake Mama Aisha alipomuuliza kwamba je, kama nitakuwa nimebahatika kupata usiku huu niombe dua gani? Ndio akamwambia aseme Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Basi hii ndio imethibiti mtu ambaye anatakiwa afanye sana kwa wingi katika usiku huu, lakini hakuna ibada maalum nyingine tumeelekezwa tuifanye. Kwa hiyo atakayesimama basi jambo la 5 atakuwa kwenye amani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la 6 na la mwisho, atakayesimama usiku huo basi anasamehewa madhambi yake yote aliyoyatanguliza. Muhammad anasema man qama ramadhana, mwenye kusimama katika Ramadhani akawa na swali qiyamul layl katika Ramadhani, imana wa ihtisaba, hali ya kuwa ameamini na akataraji malipo kwa Mwenyezi Mungu, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, basi mtu huyo Mwenyezi Mungu anamsamehe na kumfutia madhambi yake. Kwa hiyo atakayesimama katika usiku huu hali ya kuwa ameamini na akataraji malipo, basi mtu huyo Mwenyezi Mungu anakwenda kumsamehe madhambi yake. Kwa hiyo hili ni jambo la 6 linalopatikana katika usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo inshallah ndugu zangu, tutaendelea kupeana faida mbalimbali katika darasa zijazo, kwa sababu mwezi bado hujaisha. Cha msingi tu wewe ambaye bado hujasubscribe, ili uweze kupata faida nyingi ambazo zinakuja, na wale ambao wanaangalia video zetu si mbaya wakalike na kushare kwa watu wengine, ili faida hizi waweze kuzipata na watu wengine. Leo tumewaletea mambo 6 yanayopatikana katika usiku wa Lailatul Qadr. Insha Allah, wabillahi tawfiq.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.